Ndugu waandishi wa habari, asanteni sana kwa kuweza kuitika wito wangu. Nadhani jana jioni nilitangaza kwamba leo ingekuwa vizuri kuweza kuongea na vyombo vya habari hapa Dodoma katika eneo hili la Shishi Food, na ilikuwa ni message ambayo imekuja muda kwa kuchelewa, lakini nashukuru baadhi yenu mmeweza kufika na tunaweza tukaendelea. Kwanza kabisa, lengo la kuita vyombo vya habari ni kutaka kwanza kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini, kwa sababu unajua tangu tumepata nafasi ya kuchaguliwa nilikuwa sijapata nafasi ya kuweza kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini kwa kuniamini na kunipa nafasi, na hii ilisababishwa na rabsha ambazo zilikuwa zinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Na nikasema nikifika Dodoma, baada ya kufanya registration, kujisajili ambao tumeifanya leo, wabunge wote wateule wameweza kujisajili na mimi nikiwemo. Kwa nikasema nitatumia siku hii kwa ajili ya kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini kwa kunichagua kwa kura nyingi sana, ambazo zimenifanya nione kweli sasa nina deni la kuwalipa watu wa Kigoma mjini, na deni lenyewe ni vitu ambavyo nimeviahidi kwenda kuvitekeleza kwa miaka 5 ambayo nitakuwa naongoza jimbo la Kigoma mjini. So nisema tatumia vyombo hivi pia kuwashukuru sana. Lakini jambo la pili ni kutangaza wazi kwamba tunaenda kufanya mkutano sasa wa shukurani pale Kigoma mjini. Mkutano ambao utahusisha ndugu, jamaa na marafiki. Kwa hiyo kama kuna rafiki yangu yoyote, awe mwanamuziki, awe mwanamichezo, awe mtu yoyote ambaye amefurahishwa na hichi ambacho kimetokea katika jimbo la Kigoma mjini, tunaenda kufanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Kigoma mjini, mkutano ambao utakuwa ni mkutano wa shukurani, wa kuwashukuru wananchi wa Kigoma mjini, lakini pia kuwaeleza sasa ni nini ambacho kinaanza katika uongozi wangu kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Kwa hiyo utakuwa na wasanii wa kila aina. Nitamshawishi pia mzee wangu Diamond Platnumz ambaye katika leo wakati na register niliambiwa nichague watu 5 ambao watashuhudia wakati na hapa siku ya Jumanne, na jina la kwanza lilinijia la kwake Diamond Platnumz. Kwa tutakuwa naye Jumanne hapa Dodoma. Lakini mke wangu Salma Salum, lakini pia mtoto wangu Revocatus anapaswa kuja kuona namna ambavyo baba yake ni mpambanaji na njia ngumu ambayo tumepita, lakini leo hii napata nafasi ya kuwa kiongozi mkubwa katika jimbo la Kigoma mjini. Kwa hiyo nimempa nafasi mwanangu Revocatus ambaye tayari ashafikisha miaka 18 na kuendelea. Lakini nimempa pia nafasi dada yangu pekee ambaye tumebaki naye, tumbo letu tulizaliwa 4, 2 washafariki, tumebakia 2 ambao ni mimi na yeye. Kwa nimempa nafasi na yeye aweze kuja kushuhudia kaka yake nikiwa napata kiapo. Lakini mtu wa 5 nimempa katibu wangu ambaye tutakuwa nafanya kazi naye kama katibu wa mbunge kwa muda wote wa shughuli za Kigoma mjini. So Kigoma mjini kutakuwa na mkutano mkubwa wa shukurani, wasanii wote, na nitaomba sana wasanii ambao wako tayari kwa ajili ya kuja kunisupport wanipe taarifa mapema ili kuweza kufanya maandalizi. Lakini mkutano huo utafanyika wiki ijayo, weekend, kati ya Jumamosi au Jumapili. Tunaangalia siku nzuri, kwa tutatoa taarifa rasmi. Lakini pia kupitia vyombo hivi vya habari ni vitumie kutangaza kwamba katika swala la uchaguzi wa spika wa bunge, ambapo Chama cha Mapinduzi kimeleta majina 3, ilikuwa ni Tulia, Masere pamoja na mzee wangu Mzee Zungu. Lakini jana tuliona taarifa za kwenye vyombo vya habari tofauti kwamba Mheshimiwa Tulia Ackson amejiondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nitangaze rasmi, mimi kura yangu sio ya siri, kura yangu ipo kwa Zungu. Mimi nampigia debe Zungu, na ninaomba waheshimiwa wabunge wote tumpe nafasi Zungu, kwa sababu Zungu ana uzoefu. Tumemshuhudia sisi wengine ambao tulikuwa tuko nje ya bunge,
tumeona namna alivyokuwa anaweza kuendesha vikao vya bunge wakati anapewa nafasi, lakini tumeona namna ambavyo alikuwa anatenda haki, tumeona namna ambavyo anazijua njia bora za kuwafanya wabunge waweze kuyaelezea yale ambayo yanatoka kwenye majimbo yao. Kwa upande wangu mimi nawasihi sana wabunge wote tumchagueni Zungu awe spika wetu wa bunge la 13, Mheshimiwa Zungu. Lakini kwa naibu spika, mimi kwa upande wangu niko kwa ndugu yangu Siro. Mimi kura zangu huwa sio za siri, kwa sababu naamini kama Zungu atashindwa, basi tutamuunga mkono yule ambaye atapata nafasi na tutafanya naye kazi kama kiongozi wetu, kama spika wetu. Lakini akifanikiwa Zungu, alhamdulillah, utakuwa amefanikiwa mtu ambaye mimi nimemchagua. Na pia kwenye naibu spika akichaguliwa Siro, alhamdulillah, atakuwa mchaguliwa mtu ambaye mimi kwa upande wangu nilikuwa naona anafaa. Akichaguliwa mwingine, tutaenda naye hivyo hivyo na tutaheshimu maamuzi ya wengi, maamuzi ya kura za wabunge wenzetu. So ilikuwa ni hilo, lakini pia kutumia vyombo hivi pia vya habari kuwapa pole wale wote ambao walikutwa na madhila wakati wa uchaguzi wetu tarehe 29. Tumeona kuna watu waliumia, kuna watu walifariki, lakini tunaona kuna watu waliharibiwa mali zao, kiwemo dada yangu Shilole. Watu walichoma moto baadhi ya mali za serikali, lakini pia mali za watu binafsi. Kwa kama kiongozi wa umma, nitumie maiki hizi pia kuwapa pole wale wote ambao walikutwa na madhila, lakini naamini 100% kwamba maandamano ni haki kikatiba, watu wanaweza kuandamana, lakini nadhani watu waliyatumia yale maandamano vibaya. Watu wabaya waliingia ndani ya maandamano na kuanza kupeleka chuki, twende kwa fulani tukachome, twende kwa fulani tukachome. Tafsiri yake ni kwamba waliyaharibu yale maandamano na yakabadilika, yakawa sio maandamano tena ya amani. Tuna watu wanapiga polisi, wengine wanashika mapanga, wengine na nini. Haikuwa nzuri kwenye nchi yetu. Kuna vishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama pia kwa kuweza kufanikisha kutuliza na pakawa shwari. Sisi kama viongozi tutapata nafasi ya kuongoza vizuri kama nchi ikiwa na amani na watu wakiwa na upendo na sio vurugu na rabsha zingine ambazo kiuhalisia zinatia dosari kwenye nchi yetu ya Tanzania. Namuomba sana Mwenyezi Mungu, panapokuwa kuna shida viongozi wakae waweze kujadiliana kwenye meza na kuweza kuyafanya mambo yaweze kwenda vizuri, na sio kile kilichotokea. Limekuwa ni funzo kila upande, funzo upande wa serikali, lakini funzo pia upande wa wananchi. Tumeona ndani ya siku 4 zile tumeishi kama tuko jehanamu, na tunajuana sisi maisha yetu ya Kitanzania ni kwamba ili uweze kupata riziki lazima utoke ukatafute. Hakuna mtu mwenye kuwa na stock ndani ya kula wiki nzima. Kisha pita tu siku ya kwanza, siku ya pili njaa inaingia ndani, unaanza sasa kutafuta chochote chakula, na nchi inakuwa iko kwenye lockdown, huwezi kutoka, huwezi kufanya nini, watu wanaumia. Kuna watu walikuwa na wagonjwa hospitalini, wagonjwa wako hospitali wanasubiria waletewe chakula kutoka kwa ndugu zao wako kwenye lockdown. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo naomba sana Mwenyezi Mungu jambo kama lile lisije likatokea tena kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, kwa sababu sisi tumeijenga nchi yetu katika misingi ya amani na upendo na sio vurugu na ghasia kama zilivyotokea. Nawapongeza wabunge wengine wote ambao wameteuliwa na wanasubiria kuapishwa, lakini pia nampongeza rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye tayari amesha hapa kwa kupata kura nyingi na kupata nafasi ya kuweza kuliongoza taifa letu la Tanzania kwa mara nyingine. Mungu akujalie mama, uendelee kuwa na moyo wa subira, uendelee kuwa na 4R zako, ziendelee kufanya kazi ili kufanya nchi yetu ipite katika misingi mizuri. Kwa kusema hayo, sina lingine la kuongeza. Nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari, na kama kuna mtu yote ana swali, naruhusu maswali sasa kutoka kwenu.